Hello guys, karibuni. Siku ya leo tutakuwa na darasa la volume profile. Tutakuwa na volume profile basic, na mimi ni Milan KB kutoka Tanzania Trader Wealth Academy. Okay, tutakwenda kuangalia volume profile ni nini, tutakwenda kuangalia types of volume profile, tutakwenda kuangalia volume profile terminology. Kwa kuanzia kabisa, ningependa mfahamu kwamba volume profile ni utafiti wa juu ya chati ambao huonyesha shughuli za biashara kwa kipindi maalum cha muda katika viwango vya bei. Wengi mmekuwa mkiniuliza kwa nini natumia volume profile, nafanyaje uchambuzi kwa kutumia volume profile. Jibu ni kwamba volume profile ni utafiti wa juu ya chati ambao huonyesha shughuli za biashara kwa kipindi maalum cha muda, katika viwango vya bei. Naweza mkawa mnajiuliza kwa nini katika kipindi maalum cha muda. Kipindi maalum cha muda au wakati mwingine tunaweza tukaita time price opportunity ambayo ni TPO katika market profile. In general tunaweza kusema kwamba ili tuweze kupata faida kwenye market lazima tuangalie kipindi maalum cha muda katika viwango fulani ambavyo ndivyo ambavyo tunaenda kuangalia vitakavyoweza kutupatia faida. Uweze kujua namna gani ambavyo unaweza kuingia kwenye market kwa muda upi. Sasa volume profile inakwenda kuonyesha mambo ambayo ni ya muhimu sana, pengine hukuwa na uwezo wa kuyafahamu, lakini leo nimekuandalia darasa hili ili uweze kufahamu vizuri. Kwa hiyo volume profile ni utafiti wa juu ya chati ambao huonyesha shughuli za biashara kwa kipindi maalum cha muda katika viwango vya bei. Hiyo ni definition ya volume profile. Tukija kuangalia types of volume profile, katika volume profile tuna aina tatu za volume profile. Kuna fixed range volume profile, kuna session volume profile na kuna invisible range volume profile. Kabla sijaenda kwenye types of volume profile, ningependa kuzungumzia hapa kwenye volume profile. Volume profile yetu ni kama hii ambayo mnaweza kuona hapa, ambapo unaweza kuona hii ni aina volume profile ambapo ukiangalia hapa ni actual price, na volume profile yangu ndio inavyoonekana hivi, na ndivyo ambavyo nitakwenda kuonyesha namna ambavyo tunaweza kujua muda gani na katika kiwango kipi cha price ndipo utaweza kununua au kuweza kuuza. Na nimekutana na maswali mengi, watu wengi wakiuliza, je, volume profile ni indicator? Hapana. Volume profile ni tools? Hapana. Volume profile ni tunaita ni chart technique. Ni chart technique ni kwamba ni aina ya chati ambayo unaweza kuelewa vitu ambavyo wewe huwezi kuviona vinafanyika ndani ya market. Kwa maana tunapotumia volume profile tunaweza kujua au tunaweza kuingia ndani ya kendo na kujua ni shughuli gani ambazo zinafanyika na kwa kipindi kipi. Shughuli ambazo zinafanyika na kipindi kipi. Tunapokuwa tuna analyze market yetu, tunapokuwa tunafanya uchambuzi wetu, basi tunapotumia volume profile tunaingia deep ndani ya market na kuweza kuona ni shughuli gani zinafanyika. Je, wanunuzi wako wa asilimia ngapi? Je, wauzaji wako wa asilimia ngapi? Ni muda gani ambao naweza kuingia kwenye market na ni muda gani ambao siwezi kuingia kwenye market. Kwa hiyo volume profile inakwenda kukuelezea vyote in deep. Nafikiri katika darasa langu la advance wakati ujao nitakuja kuelezea namna ambavyo unaweza kutrade na volume profile pamoja na market profile na kuweza kupata faida kwa kiasi kikubwa. Lakini siku ya leo nitazungumzia zaidi basic, volume profile ni nini na inafanyaje kazi, types za volume profile, namna gani ambavyo unaweza kuweka volume profile yako kwenye chart. Sasa tukienda kwenye types of volume profile, kuna fixed range volume profile na tuna session volume profile.
Fixed range volume profile ni nini? Ni aina ya volume profile inayoweka kwenye chart ya candle kwa kuzingatia uhitaji wa mtu ili kupata taswira ya muda mrefu au muda mfupi kwenye market. Sasa katika volume profile, fixed range ndiyo aina ya volume profile ambayo ina wengi wanaitumia kwa sababu platform nyingi, kwa mfano kama platform ya TradingView ina offer na kuoffer wewe kuweza kupata fixed range, inaweza kupatia fixed range, lakini platform nyingine hii fixed range volume profile katika platform nyingine unatakiwa kuweza kuzilipia. Kwa hiyo tunapoangalia katika types of volume profile, fixed range volume profile ni aina ya volume profile inayowekwa kwenye chart ya candle kuzingatia uhitaji wa mtu ili kupata taswira ya muda mrefu au muda mfupi kwenye market. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia namna gani ambavyo tunaweza kutumia fixed range volume profile, kwa sababu ndio nyepesi kupatikana na inapatikana zaidi katika TradingView, wakati hizi trading platform nyingine hii fixed range volume profile zinalipiwa. Ukiangalia types of volume profile, kuna fixed range, kuna session volume profile pamoja na visible range volume profile. Hizi zote huwezi kuzipata for free. Naomba nirudie tena, hizi volume profile huwezi kuzipata for free, ila kwa upande wa fixed range volume profile unaweza kuipata kwenye TradingView, ambayo ndio nitaweza kuielezea zaidi hapa. Lakini pia tukija katika types ya pili ya volume profile, hii inaitwa ni session volume profile. Ni aina ya volume profile inayoonyesha shughuli zinazofanyika ndani ya masaa 24 kila siku bila kujali muda unaotazama. Sasa hii nimekuwa na setup yake, ambayo kwa wale ambao mtakuwa mnahitaji kuweza kupata session volume profile kwa upande wa MT4, basi hakikisha una subscribe kwanza kwenye channel yetu ya Tanzania Trader Wealth Academy ili uweze kupata access ya video nyingi ambazo zinahusiana na volume profile na market profile in general. Lakini pia hapa chini ya linki utaona kuna linki ya Telegram group. Utaweza kujiunga katika Telegram group, ni free kabisa, ili uweze kupata maelekezo mengine na huduma nyingine ambazo zinahusiana na namna ya kutrade na market profile au volume profile. Sasa katika session volume profile, kama ambavyo nimetoka kueleza kwamba hii ninayo na naweza kufanyia installation yako katika MT4 na ukajua namna gani ya kuweza kutrade na session volume profile. Ila kwa leo ningependa kuelezea zaidi basic ili uweze kufahamu session volume profile. Sasa hii kama ambavyo nimetoka kuelezea, session volume profile inapatikana katika zile trading platforms za kulipia. TradingView wana zile premium plan, wana silver plan ambazo pia unaweza kulipia ukaweza kupata hizi chart technique ambazo ni session volume profile, fixed range volume profile pamoja na invisible range profile. Sasa tunapozungumzia session volume profile ni kwamba yenyewe inakuwa inaonekana pale unapokuwa unaweka, ukishafanya setting zako katika MT4, basi shughuli nzima zinazokuwa zinafanyika kila siku inakuwa inakuonyesha chati mpya ya volume profile. Sio kama tunaelewana vizuri, kwa maana kwamba kila siku inapokuwa inaanza, basi session volume profile inakuwa inatokea katika chati yako MT4. Kwa hiyo unakuwa huna haja ya kuiweka. Sawa, ukishika mara moja, basi itakuwa inakuonyesha matokeo ya siku nzima, na kila siku inapoisha ndani ya masaa 24, basi inafunguka na kuonyesha matokeo mengine ya siku nyingine inayoanza. Lakini katika upande wa invisible range volume profile, hii invisible range volume profile kazi yake kubwa ni kukuonyesha shughuli nzima ambazo zinafanyika ndani ya wiki nzima. Kazi kubwa invisible range volume profile inakuwa inakuonyesha shughuli nzima ambazo zinafanyika ndani ya wiki nzima, wakati fixed range volume profile
Hii ni aina ya volume profile inayowekwa kwenye chati ya candle kuzingatia uhitaji wa mtu ili kupata taswira ya muda mrefu au muda mfupi. Na naomba niendelee kubezi zaidi hapa katika fixed range volume profile. Fixed range volume profile, mara nyingi napenda kutumia fixed range volume profile kwa sababu ninaweza kucalculate mimi mwenyewe kwa kuanzia siku ya leo mpaka siku 14 au mpaka siku 50 ninavyotaka mimi. Naelewa, kwa naweza nikaanzia leo ndani ya nusu saa, ndani ya lisaa moja, ndani ya masaa 20, ndani ya masaa 30, kadri ninavyotaka mimi kulingana na ile eneo ambalo nahitaji kulifanyia utafiti. Sio kama tunaelewana vizuri. Kwa hiyo fixed range volume profile yenyewe haina ukinzani kama session volume profile au visible range volume profile. Wakati session volume profile yenyewe ukishaiweka inakuwa inakupa taswira ya shughuli zinazofanyika ndani ya market kwa masaa 24 kila siku. Kwa mfano kama sasa hivi ni saa 6 usiku, basi kuanzia muda huu mpaka saa 6 usiku siku nyingine inapoanza inakuwa imekamilika na inaanza kufungua session volume profile nyingine. Lakini kwenye fixed range volume profile wewe ndio unakuwa na maamuzi ya kuseti kwamba mimi nataka nionyeshe aina uchambuzi au aina taswira ya muda katika eneo hili, labda kendo 20, kendo 50. Kwa hiyo itakupa taswira ya eneo lile na kuweza kujua eneo gani ambalo unaweza kawa target kwenye market na kuweza kufanya uchambuzi. Sasa tukirudi nyuma kidogo hapa, tumeangalia volume profile ni nini, tumeangalia types of volume profile ambapo tumeona kuna fixed range volume profile, kuna session volume profile na kuna invisible range volume profile. Sehemu nyingine ambayo tunaingia kwenye volume profile terminology. Hizi ni aina za maneno ambayo yanatumika katika volume profile. Kuna value area, kuna point of control ambayo ni POC, kuna excess area na kuna value area high na kuna value area low kwenye market. Sasa tunaingia kwenye volume profile terminology. Katika volume profile kuna terminology inaitwa value area, ambayo hii ni mzunguko wa price unaoelezea kiasi na wingi cha uwekezaji kwa kipindi kilichopo. Kwa kawaida eneo hili hufikiwa na 68% mpaka 70% ya kiasi kilichotrediwa. Tunaweza tukaangalia hapa maana ya value area ni nini. Value area ni eneo letu hili kama ambavyo unaliona. Hili eneo ambalo unaona lina rangi ya blue ambayo imekolea na rangi nyingine hii, ukiangalia unaweza kaliona hili eneo, na ukiangalia eneo la juu huku unaweza eneo hili limekuwa faint, sawa. Kwa hiyo unapoweka volume profile yako kwenye market au kwenye chart, basi utaweza kuona kuna eneo fulani ambalo limejitenga, linaonekana kwa urahisi zaidi na kwa muonekano unaong'aa. Hili ndio eneo la value area ambalo kama unavyoweza kuona hapa, hili eneo linaonekana vizuri zaidi kuliko eneo la huku juu ambalo limekuwa limefaint. Sasa hili eneo ambalo linaonekana hapa kwa kung'aa zaidi, hili ni eneo tunaita ni value area, ambalo eneo hili basi linakuwa linaweza kufikiwa na traders au eneo ambalo limetrediwa kwa zaidi ya 68% mpaka 70% kwenye market. Namaanisha nini? Namaanisha kwamba hili eneo ndio eneo ambalo lilikuwa lina wawekezaji wengi ambao waliweza kufikiwa na kuweza kulitrade kwa kipindi kilichopita. Sawa. Sasa ni nini tunaweza kuangalia katika volume profile? Tunapo plot volume profile yetu tunaweza kujua prediction ya price katika kipindi kilichopo na kipindi kinachokuja. Tunaweza kudetermine na kuweza kuelewa ni kitu gani ambacho kinafuata, ila kwa leo nimekuandalia zaidi basic kuweza kujua nini maana ya volume profile, nini maana ya value area na mengineyo. Sasa tukirudi zaidi
tuna neno ambalo limeandikwa point of control au POC.